Ripoti zinaeleza kwamba Iran ilikuwa na mpango wa kufanya mashambulizi dhidi ya Ukraine katika kile inachosema ni kulipa kisasi baada ya meli yake ya mizigo kushambuliwa huko katika bahari ya Caspian. Lakini wakati huu Iran imeamua kusitisha mashambulizi hayo ya kulipa kisasi dhidi ya Ukraine kutokana na shambulizi la mwezi uliopita katika meli ya mizigo katika bahari hiyo ya Caspian baada ya Kiev kuomba msamaha. Mshauri mkuu wa kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei amesema. Mshauri huyo wa kiongozi mkuu wa Iran amesema Ukraine imeomba radhi kutokana na shambulizi hilo, ikisema haikudhamiria kushambulia meli ya wa Iran, ikidhani pengine ilikuwa ni meli ya kufanya mashambulizi dhidi ya Ukraine, lakini ikisaidia Urusi. Mnamo Julai 25 Ukraine ilipiga meli ya Iran kwa ndege zisizokuwa na rubani na kumuua baharia mmoja na kudai kuwa ilikuwa ikisafirisha zana za kijeshi kuelekea Urusi. Iran ilisema kuwa meli hiyo ilikuwa imebeba mizigo ya raia na kukemea shambulizi hilo kuwa ni kitendo cha uchokozi. Urusi ilitaja meli hiyo ilikuwa ni meli ya mizigo. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC, Jenerali Mohsen Rezai kutoka Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Iran alisema mnamo Jumatatu kwamba walikuwa tayari kwa ajili ya mapambano na kuishambulia Ukraine kwa sababu ya kulipa kisasi baada ya mashambulizi ya meli yao. Ni kutokana na namna ambavyo Ukraine iliomba radhi, hawakuwa na namna isipokuwa kutoa msamaha. Alieleza zaidi kwamba walichagua shabaha nchini Ukraine, walipanga kuishambulia Ukraine. Tulipangwa kushambulia maeneo matatu nchini Ukraine, lakini tukaghairi shambulio hilo kufuatia msamaha wa Ukraine, Rezai alisema kama alivyonukuliwa na Press TV. Kulingana na Fars, Rezai alisema Kiev ilidai kuwa ilishambulia meli hiyo kimakosa na kwamba Iran imeamua kuchunguza madai hayo. Na hata kama ilikuwa kosa, hata hivyo bado kutakuwa na matokeo, alisema. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi alisema hapo awali kwamba mwenzake wa Ukraine Andriy Sybiha alimhakikishia wakati alipopigiwa simu kwamba shambulio dhidi ya meli hiyo halikuwa la kukusudia na Ukraine haitaki vita na Iran. Araghchi alidai fidia kwa tukio hilo. Hapo awali Sybiha alipulizia mbali vitisho vya Iran vya kulipiza kisasi kuwa havina msingi na visivyokuwa na msingi, lakini baadaye akatoa sauti ya upatanisho akisema kwamba Kiev haikuwa na nia ya kulenga meli za kiraia au watu. Urusi ilitaja shambulizi hilo la meli kuwa ni haramu chini ya sheria za kimataifa na kuishutumu Ukraine kwa kujaribu kupanua jiografia ya shughuli zake za kigaidi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue nini kinachojiri katika ulimwengu kupitia The World News. Tutaweza kukufahamisha kwa mapana.